Asalamu alaikum, ni wakati mwingine tena na mbele yako ninaye Sheikh Dr. Nyanzige, tuzungumze naye. Kuna mambo mengi ambayo kwa sasa hivi yanaendelea mitandaoni na tumekuwa na tunazungumza, tunapata vipindi vya kuzungumza mambo kadhaa ya dunia yanayohusu dini. Lakini leo kubwa zaidi ni kijana wa Kitanzania, mwanamuziki Juma Jux na mkewe ambaye ni Nigeria Priscilla. Kwa yale ambayo yanaendelea mitandaoni, watu wanakuambia bwana, mambo ya ndoa haya yana watu wake. Na ndio maana leo ninaye Sheikh Dr. Nyanzige, kwa sababu yeye ni moja kati ya watu ambao wanayajua vizuri sana mambo ya ndoa. Sheikh, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwema? Namshukuru Allah, alhamdulillah. Wanakuambia huko mjini mitandaoni watu wakiona mambo ya ndoa kuna kujibizana fulani. Kuna hapa Sheikh Dr. Nyanzige alikuwa ana neno la kuzungumza kwa hili ambalo linaendelea kuhusiana na Juksi. Watu wanakuambia afya yake kwa sasa hivi tofauti na vile ambavyo kabla hajaoa. Akasema mambo ya ndoa haya yana wenyewe, kuna misukosuko ndani ya ndoa ambayo wengine labda sisi hatujui, na ndio maana wengine wanaonekana kama wanakonda, wengine wananenepa. Akasema kwa Dr. Nyanzige nitaenda kupata vitu. Kwanza niseme sijafuatilia, na mimi sio mpenzi sana kufuatilia watu hao, ila nitakachokizungumzia nitazungumzia ili la mwisho ambalo wengine wanakonda, wengine wanapata hivi ndani ya ndoa. Kwenye ndoa misukosuko haiwezi kukosekanika, na ukimuoa mwanamke ambaye hakusumbui, huyo sio mwanamke, huyu ni mwanaume mwenzako. Kwa mnaishi ndani kwa kuheshimiana, kwa kuogopana, sawa? Lakini kwa mwanamke yote ambaye ni mwanamke lazima mkwazane. Sasa utamjuaje kama ni mke bora? Ni pale mtakapokuwa mnakosana, mmoja katika nyinyi anashuka, anakuwa mpole. Kwa utakapomuona mwanamke au mwanaume anashuka chini, anakuwa ni mpole, mnapokuwa mmegombana au mmekosana, basi ujue mwanamke huyu au mwanaume huyu malengo yake ni kuilinda ndoa, manake ni maisha. Lakini ukiona tayari mnakosana, mnapishana, hapo kuna shida. Na ndio maana Mtume akawa anatuhusia, unapotaka kuoa mwanamke, ametuhusia mambo mengi, lakini mwisho amesema tafuteni mwanamke mwenye dini. Tunapokosea sisi tunaambiwa tutafute mwanamke mwenye dini, tunatafuta mwanamke mwenye juba. Hapo ndio kuna kipengele. Mtume katuhusia, unapotaka kuoa mwanamke yoyote yule, kuna mambo manne ameyaeleza, lakini la nne amezingatia, amesema dini. Tafuteni mwanamke mwenye dini. Maana kwamba kuna wengine wanavaa majuba lakini dini hawana. Ipo. Kwa Mtume akatuambia kwamba oa mwanamke mwenye dini, sio mwenye juba. Sasa hichi kinachotokea sasa hivi ni kwamba watu tumeiacha dini. Sawa? Kwa hiyo kinachokuja kutokea, tunaangalia nje, uzuri wa sura, mavazi, mali peke yake, hivi havijatosha. Kwa hiyo tunapotaka kuoa, kumtafuta mwanamke wa kumoa, tufuate maelekezo ya dini. Sio utakosema pengine Juksi aliangalia uzuri wa sura na ndio maana leo hii kinamkuta hicho watu wanachomuona kama anakondeshwa. Ni katika sababu hizo. Unajua, unapokuwa umefanya uchunguzi, ndio maana Mtume anatuambia kwamba unapotaka kulifanya jambo angalia mwisho wake. Sasa unapotaka kulifanya jambo, kabla hujalifanya kwanza angalia mwisho wake. Sawa? Unapotaka kumwoa huyu mwanamke, mchunguze kisha uangalie baada ya kumwoa kwamba mtaendana naye. Sawa? Ninapozungumza hivi simaanishi kama mke wake yupo hivi, hapana, ila ninashauri tu hawa ambao wanaonitazama, wanaonisikiliza, kwamba tunapaswa kujifunza kwa kile kitachoweza kutokea kwa mwenzetu. Sawa? Inaweza kuwa ni mimi au inaweza kuwa ni mtu mwingine. Tunapaswa kujifunza. Lakini kujifunza zaidi tunatakiwa tujifunze kupitia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yeye ndio mwalimu ambaye kila ambacho kilichopo leo amekieleza. Hakuna ambacho kilichopo leo Mtume hajakielekeza. Umefahamika vizuri? Na sio Mtume peke yake, hata mitume waliopita wote walikuwa wakitutahadharisha. Umeelewa? Na kwenye vitabu wameandika tahadharizo zimetolewa. Ukiangalia Qur'an imeeleza, Zaburi imeeleza, Injili imeeleza, Taurati imeeleza. Kwa hivyo namaanisha kwamba tunapaswa kujifunza kupitia miongozo Mungu alituletea ili kuweza kubaini ni nani anayestahiki kuwa mke, kuwa mume
pekee wa maisha yako. Mwanzo ulianza kusema kwamba ukiona na mwanamke ambaye hakusumbui, hapo ulikosea. Sasa nikuulize sasa, mwanamke anatakiwa akusumbue namna gani ili uone kabisa hapa kweli ni mwanamke? Kwanza ni lazima mwanamke asiyekusumbua ni mwanamke ambaye hajitambui. Ila mwanamke anayejitambua lazima atakusumbua. Nikiwa na maana hii, sisi ni binadamu, hatujakamilika. Ninapokuwa na wewe au ninapokuwa na mwanamke fulani kwenye mahusiano au kwenye ndoa, umeelewa? Lengo langu mimi ndilo litakalo nifanya niweko pale, na nitajulikana mimi lengo langu kutokana na yeye atakayofanyika pale. Sawa? Sasa ikiwa mimi nitakuwa na wewe alafu nikawa naonesha kama haunikosei, sio kweli, kwa sababu mimi sijakamilika. Ila ni kwamba ninakukosea lakini unavunga. Umeelewa? Unavunga, haunioneshi yale makosa. Lakini kwa nini hunioneshi yale makosa? Kwamba una lengo lako binafsi, pengine sio kama nilokuwa nalo mimi. Lakini kwa mtu kabisa ambaye ana lengo na wewe, huwa anajiweka kuwa free. Yani haogopi makosa kwa sababu anajua ni sehemu ya maisha yake, ni sehemu ya ubinadamu. Lakini pale anapokuwa anakosea ndipo sehemu anakojifunza. Lakini yule mtu ambaye hana future na wewe, labda amefuata pesa, amefuata mali, wewe unaweza kumkosea, asionyeshe kama amekasirika, asionyeshe kama wewe umemkosea, kwa sababu lengo lake kwako silo hilo ambalo ulilokuwa nalo wewe kwangu. Umeelewa? Lakini mtu ambaye yupo na wewe kwa ajili ya maisha, anakuwa yuko huru. Na anapokuwa yuko huru, manake ule binadamu lazima upo, hakuna mkamilifu. Mkamilifu ni Mwenyezi Mungu peke yake. Yani Mwenyezi Mungu ndio pekee aliyekamilika, ambaye hamkosei binadamu wala hakosei chochote. Lakini kwa sisi binadamu tunakosea. Kwa hivyo yale mapungufu anayokosea mwanamke, yale mapungufu anayokosea mwanaume ni sehemu ya maumbile yake. Na wewe unapaswa kuona kwamba huo ndio sehemu ya ukamilifu wake. Ikiwa kama utaona ule udhaifu wake ni makosa kwake, ni kasoro kwake, unafikiri makosa. Kwa sababu hivyo ndivyo Mungu alivyotuumba. Na ukiona hivyo makosa, basi umemtoa kasoro hata yule aliyemuumba. Kwa sababu aliyemuumba ndio kamfanya hivyo, na yeye kaona ndio sehemu ya ukamilifu wake hivyo. Na wewe ili uweze kuishi naye vizuri, inatakiwa uende naye hivyo. Ila pale anapokuwa anakosea, unaweza kumwelekeza, bwana, hapa kuna moja, kuna mbili, kuna tatu. Kwa iko hivyo. Haya mambo ya kukondeshana kwenye ndoa, kukonda. Watu wanakonda, mbona kabla hajaoa au hajaolewa alikuwa na mwili mzuri tu, lakini mbona baada ya mwaka mmoja wa ndoa mbona afya yake imezorota? Hii inakuwaje? Ni yao matukio ya kwenye ndoa ama vipi? Hasa kwenye kukonda huku, huu ni mchakato wa mambo mengi. Mtu anaweza akakondeshwa na majukumu ya familia. Unajua mwanamke kukupenda peke yake, sawa, hayatimizi mahitaji ya familia. Kwa hiyo mtu anaweza akakonda kwa sababu ya muda mwingi anatumia kuwaza, muda mwingi anatumia kufikiria, au hapati chakula cha kutosha, hapati lishe vizuri. Kupikiwa vizuri huko ni sehemu nyingine, lakini hapati yale mahitaji muhimu. Unajua mwanaume kwenye ndoa ndio engine. Kwa hiyo anapaswa kuwa free, kuwa huru. Lakini pale mambo yanapokuwa ni magumu, anakuwa anatumia muda mwingi kwenye kuwaza. Hasa kile kitendo cha kumwazisha ni kitu kinachomchukua nafasi katika sehemu ya afya yake ya mwili. Kwa kuna issue ya kukonda, mtu anaweza kukonda kwa sababu ya mawazo, mtu anaweza kukonda kwa sababu labda ya hapati chakula vizuri au ana maradhi. Kwa hivyo yote haya anaweza kumfanya mtu akamkondesha. Na hii inatokea kwa sababu gani? Inatokea pale ambapo labda umemuoa mwanamke. Baada ya kumuoa mwanamke, labda akawa hajaridhika na hali uliyokuwa nayo. Kwa sababu mwanamke kama anakuwa hajaridhika na hali uliyokuwa nayo, ni kwamba hata kama ukimpa shilingi kadhaa ataona ni ndogo, lakini hiyo ndogo kwa mwanamke mwingine inamtosha na wanaishi. Lakini huyu yeye kwako anaona kama haitoshi. Kwa sababu gani? Kwa sababu huyu mwanamke wewe na yeye hamuendani. Kwa hiyo tunapaswa kumtafuta mwanamke ambaye tutakayeendana naye fikra, uchumi na kila kitu.
ili pale tutakapokuwa tunasema tunafanya moja na yeye yuko hapo hapo. Kusema kwamba tumeanzia hapo kwamba pengine mambo ya vyakula, majukumu ya kifamilia, hii tunazungumzia kidogo hata Jux, watu wanazungumza hivyo na comment tunaziona mitandaoni. Tukosema pengine Jux anapitia hizo changamoto, labda familia, wengine wanasema ukweni sherehe kila siku michango, mara sijui hivi ndio vinamkondesha. Sasa Jux naye amezidi bwana. Amezidi kwa sababu haiwezekani yani wewe unatoka Tanzania unakwenda kuoa Nigeria. Kwa hiyo Tanzania hapa hakuna wanawake kabisa. Hilo simtetee. Unajua kumtetea Jux ni ngumu sana. Kwa hili siwezi nikamtetea kwa kweli. Kwa sababu Tanzania hapa tuna wanawake wazuri ambao yani tunawajua. Kuoa nje ya kwenu sio dhambi. Sio dhambi. Mbona kijana wetu akisukuma akaenda kuoa mtoto wa Ruto? Sio dhambi. Lakini sasa huyu mtu anakwenda kumuona mjua? Wala sio dhambi. Unafahamu historia yake, maisha yake unafahamu? Aliwahi kuwa na watu gani? Sio dhambi. Pesa inaheshimiwa kwenye hiyo familia. Kuna familia nyingine, kuna mwanamke mwingine hata ukimwachia milioni 1 kwa siku haimtoshi. Sasa wewe unakwenda kumwoa mwanamke, anaweza kawa nakupenda, lakini mwanamke mapenzi yake bila kukamilika kwa mahitaji yake, yale mapenzi hayawezi akawa mazuri. Usikute Jux kajichanganya vibaya mno. Kwa anapaswa kumrudia Mwenyezi Mungu na anapaswa kurudi nyuma angali poteza ni wapi. Umeona? Sasa hivi anaweza kakonda na kule kukonda sio kwamba hapendwi. Lakini mwanamke yule walivyokutana kipindi alipokuwa na zile pesa, mahitaji yale na hali aliyokuwa nayo sasa hivi, kwa anajikuta anaenda kushindwa kuweza kwenda kumtimizia mahitaji yake. Na ukiangalia na yule ni mtu ambaye ni maarufu. Sasa kwa kile kutokea ambaye ni aibu. Kwa hiyo kule kufikiria namna gani anaenda kuikava ile aibu, ndio unaona sasa mazingira anayoyapitia kwa wakati huu. Na hichi ni kitu ambacho tunatakiwa tujifunze na sisi leo. Usikimbilie tu kwenda kumwoa mwanamke mwenye pesa, kwa sababu haujui zile pesa kazipata wapi, katafuta na nani, na yuko na nani. Wewe umemkuta na pesa, umekwenda wewe, hawezi kumwacha yule aliyempa zile pesa akasimama na wako. Pambaneni, muombeni Mungu, fanyeni ibada, Mungu atakufungulieni. Kajichanganya mno. Yani kwenye hilo kumtetea ni kazi. Yani ni kazi, ni ngumu sana. Mungu anakuambia huyu bwana ndugu yetu inabidi tumtoe Nigeria, tutumie njia zote tumtoe kule aje atafute mke huko. Yani wanakuambia kwamba kwa aina hii ya hicho kufanya mwaka mmoja tu umekonda kaka yetu, hapa na haiwezekani. Miaka 2 3 itakuwaje? Yani kwa hapo inabidi nchi imchangie kwa sasa hivi Jux. Yani imchangie nauli atoke kule, kwa sababu mazingira yanapokwenda kule itakuwa ni aibu kwa Tanzania. Unajua kuenda kuoa sehemu nyingine si tunatarajia kwamba uende ukapeleke heshima. Umeelewa? Lakini baada ya hapo inapoonekana kwamba sasa badala ya heshima inakuwa ni aibu tena, maana hata wale wakule watakuwa wanaogopa kuolewa na Watanzania. Umeelewa vizuri? Kwa hivyo sasa kwa wakati huu, ili tuweze kuificha hii fedhea, utengeneze mfuko maalum wa kuweza kumchangia ili japo atoke kule apate nauli aweze kuja Tanzania. Taratibu za Muislamu kuoa mke wa pili ziko. Taratibu za kuoa mke wa pili ni pale ambapo unapokuwa umeona kwamba uwezo unao, kwamba una uwezo wa kuweza kumhudumia mke wa kwanza, kumhudumia mke wa pili, kumhudumia kwa maana ya kiroho, kumhudumia kwa maana ya kimwili. Kumhudumia kwa maana ya kimwili maana yake uhakikishe anajua anakula nini, anavaa nini, akiumwa anatibiwa vipi, anapotaka kwenda kwenye misiba ya kifamilia, shughuli za kifamilia anakamilishaje. Kiroho maana yake uweze kuwa ni msimamizi bora wa dini yake na imani yake, kuanzia yeye na familia yake waweze kuwa ni wenye kumjua Mungu kwa ukamilifu wake, na usipatikane upungufu kwenye imani yao kuhusiana na Mungu wao kwa namna yoyote ile, kwa sababu wewe ndio msimamizi. Na ndio maana wao wakaamua kulazimishwa kukutii wewe, kwa sababu wewe una majukumu hayo kwao. Ikiwa wao hawatakutii wewe wana makosa, lakini na wewe usipoyasimamia hayo vizuri pia una makosa. Unamshauri Jux bwana, oa mke wa pili hapa nyumbani, utakufa ndugu yetu. Aoe mke wa pili, kwa sababu Mtume anatufundisha kwamba kila mtu ana riziki yake. Kwa pale unapoona kwamba mambo labda yamekuwa ni magumu, sawa, ongeza mke mwingine, kwa sababu anakuja na riziki yake. Kwa hiyo riziki yake itachangia kwenye sehemu ya kile ambacho ulichokuwa nacho wewe. Kwa hiyo kidogo unaweza kupata japo puo kutoka nje, ukapata nafasi ya kupumua pia unapokuwa uko baharini. Mke wa pili upate tulizo la moyo kidogo, mwili urudi. Ndio, unajua ukiwa na wanawake wawili, ukiwa na mke mmoja, sawa, wewe ni mume. Ukiwa na wanawake wawili, wewe ni hakimu. Ukiwa na wanawake watatu, wewe ni jaji.
ila ukiwa na wanawake wanne, mashaallah, wewe ni harusi. Umeelewa? Wewe ni harusi, na raha hata ya maisha utaanza kuiona hapo. Kwa sababu gani? Ukiwa na wanawake wanne, hata masuala sijui ya upungufu wa nguvu za kiume hayawezi yakawepo. Umeelewa? Kwa nini nakwambia hivyo? Kwa sababu hivi, leo utakuwa kwa mke wa kwanza siku 3. Umeelewa? Kesho utakuwa kwa mke wa pili siku 3. Umeelewa? Kesho kutwa utakuwa kwa mke wa 3 siku 3. Utakuwa siku 3 kwa mpaka unakuja kwa huyu wa kwanza ulisha misi sana. Umeelewa? Yani ulisha misi, ukija kama vile ni mpya, huelewi. Misi Priscilla Molembe. Wala. Halafu pia vile vile na huyu mwanamke pia atakuwa na miss mwanaume. Kwa hiyo kitakuja kutokea ni kwamba hata kufikiria sijui kijola, sijui nini, mwanamke hatofikiria, atakuwa anafikiria tu mume wangu. Umeelewa vizuri? Kwa hivyo ndivyo ambavyo ndio tukashauriwa. Sio lazima, tukashauriwa kama una nafasi ya kuongeza mke wa pili, mke wa 3, mke wa 4, ongeza. Ila usiongeze mke mwingine kwa ajili ya kumkomoa huyu wa kwanza. Na uhakikisha huyu wa kwanza haumii moyo wala hapiti changamoto kwa sababu yako wewe kwa kuongeza mke wa pili. Umefahamika vizuri eh? Usioe mke wa pili kwa sababu ya kumkomoa mke wa kwanza. Na uhakikisha huyu mke wa pili hasababishi maumivu kwa mke wa kwanza. Na mke wa kwanza apatiwe heshima yake vile vile. Na kama itawezekana kuongezeka, iongezeke. Kwa sababu huyu ndio aliyekufanya wewe unavyoonekana leo uweze kuonekana hivyo, na yule aweze kukupenda wewe kwa na heshima yake. Tawatamanisha vijana shehe. Kidogo vijana wapate nani? Siku nyingine shehe. Sio kama wakiwa wewe wakiwa 4, wewe una mmoja. Tawatamanisha vijana. Neno la mwisho la kumalizia kwenye haya ambayo tumezungumza kuhusu ndoa, sababu ni funzo pia kwa vijana. Mimi ninachowashauri vijana kwamba kwanza wajifunze dini yao. Yaani kama ni Mkristo ajifunze dini, kama ni Muislamu ajifunze dini, kisha uangalie unafuataje yale mafundisho uliyofuata. Lakini kwenye jambo la ndoa tunapaswa kujifunza sana kwamba namna gani nani anaweza akastahili na akafaa kwenye sehemu ya maisha yetu. Lakini si kila mwanamke anafaa kuwa mke wako. Maneno ya Dr. Sheikh Nyanzige anakuambia sio kila mwanamke anafaa kuwa mke wako wa ndani. Wengine malizana nao juu kwa juu.